Mtazamaji wa Simkway TV, karibu tena. Tunazungumza habari za michezo kwa kina na undani wake kabisa baada ya michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kuanza hapo jana kufanyika weekend hii. Tayari klabu ya Yanga imefungwa jana goli 1-0 dhidi ya Silver United, lakini vipi kwa upande wa klabu ya Simba ambayo hii leo itaingia dimbani kwa mara nyingine tena ikitupa karata yake ya kwanza kabisa kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa raundi ya pili za hatua za awali kabisa. Kumbuka ni kwamba mchezo huo utafanyika kule Eswatini majira ya saa 10 kamili jioni. Simba wanakuja na approach gani siku ya leo, lakini vipi, wajipange vipi? Nipo na mtaalamu wa soka, mchambuzi nguri kabisa wa mambo ya michezo, ni Emmanuel Patrick ambaye tuko naye hapa. Mimi ni MS Tweliudi. Kumbuka mtazamaji, subscribe YouTube channel hii, lakini pia usahau kushare na kulike. Usahau pia kuhakikisha kwamba wenzako au majirani zako wanapata taarifa za uhakika kuhusu michezo kupitia Simkway TV. Bwana, yuko vizuri? Mimi niko poa kabisa. Mambo yanajipa au yanaenda? Fresh kabisa. Tumeshuhudia jana, kwanza niwape pole wa Tanzania na mashabiki wa Yanga kwa ujumla wake ambao wanatazama muda huu kwa timu yao jana kurudi au itarudi Tanzania ikiwa imeinamisha kichwa chini, lakini ina matumaini kwenye mchezo mwingine. Yanga lazima ijipange kwa mchezo mwingine kwa sababu kuna nafasi nyingine. Nafasi iliyobaki ndio hii hapa, nafasi moja nyumbani. Ni karata moja ngumu sana kwa Yanga Afrika, lakini nina imani kwa sababu ni timu kubwa kuliko timu inayocheza nayo, inaweza kufanya maajabu. Na pia na imani kwamba wachezaji wanafahamu kilichotokea Malawi ni dhahama kwa timu yao, kwa hiyo wanafahamu kabisa wana kazi kubwa ya kufanya. Na mara zote wamekuwa wakifanya hivyo. Timu za Tanzania nazipenda na nazishukuru kwa sababu zimekuwa zikitumia vizuri Benjamin Mkapa kwa sasa hivi, tofauti na miaka ya nyuma. Turejee hapa Msimbazi, Kariakoo, kwa majirani zao na watu wa Jangwani, lakini wenyewe wapo ugenini Eswatini wakiwakabili Singizini. Kwa namna ambavyo natazama kikosi cha Simba na ubora pamoja na uzoefu ambao wamekuwa nao, Singizini watakuwa na hali mbaya kiasi gani au watakuwa na hali nzuri kiasi gani leo? Kwanza inabidi ufahamu kwanza ranki za CAF zikoje. Unatakuwa angalia hizi timu zinavokutana. Mmoja ukimtafuta inawezekana usimkute, na mwingine sasa hivi unazungumza giant wa Afrika moja wapo. Unajua kuna mtu anaweza kukwambia ni wa kawaida kwa sababu kwenye ligi kinachoonekana ndo kile ambacho unakiona. Lakini unavotoka nje ya Afrika, miongoni mwa timu bora barani Afrika, hasa ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara, ni pamoja na Simba. Huwezi kubeza ubora wake na alichokifanya kwenye mashindano ya kimataifa. Lazima ukiheshimu kama mtu wa mpira na useme katika kile wanastahili pongezi. Kwa mchezo wa leo ni mchezo mgumu zaidi kwa wana Eswatini. Kwa sababu gani? Timu gani wanakutana nayo na timu gani ambazo walikuwa wanacheza nazo. Huyu ukiangalia kwenye ligi yake, opponent wake mkubwa zaidi ni Mbabane Swallows. Huyu ukiangalia, unaangalia rekodi zake na Simba. Mara mwisho alianguka 8-1. Kule 4-0, hapa 4-1. Maana yake unagundua ni mpinzani ambaye kwa Simba ni mdhaifu zaidi. Unajua tunaangalia jirani yako alifanya nini wakati alivokutana na mwenzako ili wewe tuanze kukuangalia na wewe. Kwa ukiangalia kwa soka la Eswatini, kwa soka la Tanzania ni tufa mbingu na ardhi. Lakini katika mpira wa miguu kwa sasa hivi, timu nyingi sana zinafanya uwekezaji wa wachezaji na kutafuta walimu wazuri ambao watakuja kufanya mabadiliko katika soka lako kwa jinsi mifumo yake ilivyo na inavyoweza kusapoti uchezaji wa timu. Ukiangalia hawa Singizini Spurs ni timu ndogo sana ukilinganisha na Simba, lakini mpira wa miguu mara nyingi hauko hivyo. Anayejiandaa vizuri kuelekea mchezo husika ndo anayepata matokeo mazuri. Uzuri ni kwamba Simba alishaona mwenzake Yanga kafanya nini. Kuanguka kwa Yanga inawezekana ndo kusimama zaidi kwa Simba. Kwa nini nazungumza hivi? Simba atataka kuprove na anataka kuprove hivyo kwamba huku alikokuja Yanga yeye ni baba wa hili soka. Huko nyumbani tutapishana, tutashindana. Nimekuachia soka lako, tawala baba. Lakini linapokuja swala la kimataifa, nitakuonyesha mimi ili na mimi uniambie tawala baba hivyo hivyo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba Simba ndio baba wa soka la Afrika wa timu zinazotoka Tanzania. Hata Mosepe anafahamu hivyo, sio mimi. Kwa hiyo hivyo kwamba Simba ni baba wa vilabu vyote Tanzania kwenye soka la Afrika. Usinukuu kauli yangu, nukuu kauli ya Ali Maalum, nyota wa timu ya taifa ya Tunisia na klabu ya Al Ahly. Sasa hivi yuko pale Vaccine, naye ni nahodha vile vile. Alizungumza kauli moja, tunapokuja huku East Africa tunafahamu Simba number 1, the second one is Young Africa. Kwa kauli yake ilitosha kabisa. Kama wenzetu Arabu wanatambua
kusini mwa jangwa la Sahara huku kuna nani? Zamani ilikuwa TP Mazembe, lakini kwa sasa hivi huwezi kubishana na Simba tena. Standard aliyoweka lazima uheshimu kwanza. Kama mtu wa mpira unatakiwa uelewe kabisa kwamba kuna level ukiziweka, hata wenzako wanavyokuja kukutana na wewe wanafahamu kabisa. Hata CAF wenyewe wanalitambua hilo. Si maneno yangu. Nenda ukitoka hapa kaangalia renki za CAF. Kufika namba 5 barani Afrika ni ngumu sana Emesto. Angalia nchi karibia 54. Kumbuka katika hizo nchi kuna ligi ngapi? Inawezekana kuna championship, kuna ligi 1, kuna phase 2, kuna phase 1, kuna ligi kuu. Alafu njoo sasa kwenye hiyo ligi kuu, linganisha hizo ligi zote zilizoko hapa barani Afrika. Kupata timu namba 5, namba 6, kwanza ni heshima kwa nchi na ni heshima kwa soka la nchi. Kwangu mimi alichokifanya Simba lazima kwanza ukiheshimu kama mtu wa mpira na utambue hivyo. Sizungumzi hapa kwa kufurahisha mtu, hapana. Nazungumza uhalisia ambao unaonekana na umeonekana kwa miaka mingi. Wewe kuniambia timu ina set standard ya kufika robo finali miaka 7 consecutive, sio kitu kirahisi. Angalia timu bora kwenye ligi yetu ni nani. Ukiangalia takwimu unagundua Yanga amedominate kwa muda mrefu zaidi. Unanielewa vizuri sana. Lakini njoo tutoke katika ukanda wa Afrika. Kufika robo finali mara 7 consecutive sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. Angalia kwanza makundi yenyewe yanayopangiwa. Mwaka wake wa kwanza tu alikaribishwa akapigwa 5-5, bado akafuzu. Mwaka wa pili nako hivyo hivyo akafuzu. Sasa hivi unavyoizungumza Simba katika soka la Afrika, awe kwako awe wapi, atafungwa na giant mwenzake. Sio hizo middle team tena. Kuna level ya set. Japokuwa mpira wa miguu mara nyingi unazungumza tofauti na maneno ya watu wengi. Hiyo sasa inategemea kuwa na mwalimu mbovu, kuwa na mwalimu ambaye haendani na falsafa zako, anakuja kucreate kitu kipya kwenye team. Pia wachezaji hawa wanaondoka, wanakuja wengine. Simba ya sasa hivi unayozungumza wewe ni Simba ambayo ukiangalia ni tofauti na Simba ambayo aliset Fadu Davis. Yeye ameset standard zake, ameondoka. Ni Simba ambayo inakuwa chini ya Pantev na Matola. Ni makocha ambao kwenye soka la Afrika ni wageni wote wawili hawa. Lakini ukiangalia logo ya club bado ni the best logo in Africa. Sasa njoo kwa hawa walimu. Hawa walimu watafanya kazi kutokana na kwamba wanaangalia logo ya timu iko katika level gani. Kwa hiyo ukiangalia hata hawa nao wanafahamu, wanafundisha timu kubwa, wanafundisha wachezaji wakubwa. Inawezekana kabla hata ya mchezo wao walishafahamu ni mchezo wa aina gani. Hauwezi kusema kwamba watakutana na mechi rahisi. Ni mechi ngumu sana. Lakini lazima matokeo ya kwanza umpe Simba kwa sababu ya alichokiseti kwa muda mrefu. Lakini Nsingizini ukiwatazama ambao hapo kwenye rekodi yoyote kwenye ranking za FIFA hapo mbali sana, yani mbali sana na hawapo. Na nimeona leo posti ya Ahmed Ali amesema kwamba hawana rekodi yoyote kubwa ya kutisha. Hata ile ndogo ya kutisha hawana. Ndio kwanza wanaingia mzigoni leo, lakini amesema tusodharau, ni kupambana. Hili unaliona kwamba pengine Nsingizini anaweza kaamkia au rekodi yao ikaanza kuandikwa baada ya kukutana na Simba? Ahmed Ali ni msemaji wa klabu ya Simba na yeye anazungumza na mashabiki. Lakini kuna walimu na viongozi ambao wao moja kwa moja wanazungumza na wachezaji kwa ajili ya kuhakikisha kile anachokisema msemaji kiweze kutimia uwanjani. Maneno matupu hayavunji mfupa kaka. Kinachozungumzwa na Ahmed Ali inawezekana ni kuwafariji wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Uhalisia wa mchezo wenyewe anaofahamu mwalimu na wanafahamu viongozi ambao wako na timu muda wote. Na kuambia maneno haya ya kariri vizuri na kupitia simu kwa inabidi nizungumze moja kwa moja kwamba Simba logo yake inazungumza zaidi kuliko msemaji anachokisema. Nsingizini sio timu ndogo. Kwa Eswatini ukizungumza leo ni timu kubwa sana. Kwa nini naongea hivi? Timu ambayo ina uwezo kwa champion, maana yake ina uwezo kufanya chochote. Lakini atakapokutana na Simba, yeye mwenyewe anafahamu level atakayoenda kukutana nayo ni tofauti na ligi aliocheza kwa muda mrefu. Kwangu mimi Simba na nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Hata juzi nilikuwa nimezungumza moja kwa moja, kama ulinisikiliza vizuri. Nilizungumza moja kwa moja kwamba ni rahisi kwa Simba kupenya zaidi kwenye soka la Afrika kuliko Yanga Afrika. Ila ni rahisi kwa moja kuweka historia na mwingine kufuata. Sijui unanielewa vizuri. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa Yanga kwenda finali. Ni baada ya Simba kufika robo finali miaka mingi. Kwa akaangalia kumbe inawezekana yeye akaenda mpaka finali. Simba naye akaja akaenda mpaka finali. Sasa hivi Simba kufika robo finali kwenye soka la Afrika is not a record.
ni rekodi ambayo ni ya kawaida mno. Kwa kwangu mimi ndio maana hata malengo ya Simba ukiyasikiliza nakwambia mimi nategemea kufika nusu finali. Angalia pacha wake anakwambia mimi naisha 16 bora. Anaweza ikatokea kule 16 bora. Maana kija hapa na mchezo mmoja. Tutajua namna Singizio utakavyokuja. Pengine anaweza wakagoma, wakawakazia. Turudi kwa Simba. Mchezo wa ugenini wautumia kwa faida ipi labda pengine, kwa sababu tunazinga mchezo wa kwanza ni ugenini, nyumbani ni kuhitimisha tu. Kwanza ni kuhakikishia katika timu ambayo haiwezi kutoka, moja wapo ni Simba. Hilo ni kuambia tu direct. Ni ngumu sana Simba kutoka katika hatua hizi kwa miaka ya hivi karibuni. Ni ngumu sana. Kwa sababu ya standard aliyoseti. Yeye mwenyewe anafahamu akitoka hapa itakuwa ni aibu ya aina yake. Ni ngumu sana Emesto. Pamoja na kwamba nazungumza hivi, pia hata kwa Yanga Afrika ni ngumu sana kutoka. Ndio maana wanafanya kile jitihada kuhakikisha kwamba hawaishi hapa. Na mchezo wa leo kwa Simba utakuwa ni mchezo ambao una ari sana. Kwa sababu gani? Pacha moja yashaanguka. Na wanavyocheza ndio wako hivyo milele. Na kukumbusha mchezo moja wa Mamelodi Sundowns na Yanga Afrika. Ahmed Ally ana mchezo yeye na Al Ahly. Yeye anapaswa kushinda, anasema wamefungwa. Na furahi sana, sina cha kupoteza. Kwa hiyo unagundua kumbe ni watu ambao wanasikiliziana. Mmoja akifungwa mwingine atajitahidi sana kuhakikisha anaiwakilisha nchi kimataifa. Itategemea tu magoli sasa. Naogopa sana Simba ashinde kule na Yanga huku ashashindwa. Emeso da hapakaliki. Hapakaliki. Samholo National Stadium inawakaribisha Simba Sports Club majira ya saa 10 kamili. Tunakitazama kikosi cha Simba cha sasa hivi. Kuna Neo Maema, kina Kibu Dennis, lakini pia kina Joshua Mutale. Kutangaza ukiangalia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, unadhani mchezaji gani ambaye anaweza kuwa hatari zaidi kwenye mchezo wa leo ukiangalia kikosi kizima cha Simba? Simba nitazungumza wachezaji wawili tu kwa sababu mimi huwa naangalia kwenye base ya team. Base ya klabu ya Simba inajengwa na watu wawili tu. Hao wengine wote ni kukamilisha ile base ilivyoanza huko nyuma. Utamzungumza Dirak na tegemea yeye ndo atakuwa muhimili sana kwenye defensive. Alafu utaangalia eneo la kiungo ambalo kwangu mimi ndo uti wa mgongo wa team. Yusuf Kagoma pamoja na Lassana Kante. Hao ni wachezaji wawili ambao kama ikitokea wataflop kwa aina yoyote ile unategemea team kucollapse. Kwa hiyo kitaalamu nitakwambia wachezaji wawili tu ndo wa muhimu zaidi kwenye team. Hawa ndo wanakamilisha ushindi wa team. Inawezekana kina Shale Awa akafanya maajabu, Selemani Mwalimu akafanya maajabu. Inawezekana Elim Panzu unamwangalia, lakini ukizungumza Simba unazungumza kwenye base. Timu yoyote bora lazima iwe na kiungo wa ulinzi bora. Kwa mimi kwangu mimi naisha kwa Yusuf Kagoma na Lassana Kante. Hao ni wachezaji wa kuangaliwa zaidi na wa kuhakikisha kwamba wanatunzwa kwa gharama yoyote ile. Ukiona timu haina kiungo mkabaji Emesto, that team will die. Tumzungumze Mutale, pengine Joshua akipata nafasi leo kama mechi iliyopita ya ligi ya ndani alifanya vizuri sana, wengi wakamshangilia. Tutegemea hile leo? Inawezekana kwa sababu eneo la kiungo likishakuwa safe, unategemea wale wa kule mbele watakuwa wanatembea bila pingamizi yoyote. Joshua Mutale ni mchezaji wa kupanda na kushuka kila siku. Kuna mechi atakuja juu, kuna mechi atakuja chini. Lakini ni mchezaji ambaye anafanya vizuri zaidi kwenye mechi kubwa. Wewe chunguza vizuri sana. Mechi zote kubwa Joshua Mutale amekuwa akifanya vizuri sana. Itategemea mwalimu ikitokea amempa nafasi, inawezekana akafanya vizuri, lakini kufanya vizuri kwake kutategemea namna gani timu inaoperate. Ukikuta timu imeshika mpira, ni rahisi sana kwa Joshua Mutale kung'ara. Lakini ikitokea timu imeshikwa, tegemea tu Elim Panzu. Basi huyo ndo Kibisawala ambaye anaweza akafanya chochote. Na pia usimsahau Shale Awa. Anachokifanya Elim Panzu, utimilifu wake mara nyingi unatimizwa na Shale Awa. Kwa sababu faulo nyingi anazochezewa Elim Panzu mara nyingi muaji ni yule Shale Awa, na ndo sehemu ambayo Simba wanafanikiwa zaidi. Kwa hiyo tutegemea Simba moja kwa moja leo inashinda. Na kuhakikishia kutokana na renki zinavyosema, na kuhakikishia kutokana na ubora wa kikosi ulivyo. Lakini wasijisahau, timu kubwa zinaangushwa na timu ndogo sana Emesto, usisahau hilo. Simba wakiwa makini na wakiwa serious na kile kinachoendelea, na wakifahamu kabisa mpira wa miguu na matokeo matatu, Simba kushinda ni uhakika. Ndio maana hata Al Ahly ameenda Burundi jana. Yeye kabla ya mchezo alizungumza maneno mawili tu, nahitaji matokeo, sihitaji kitu kingine. Mimi ni Al Ahly, ni mkubwa ndio sawa, lakini nakutana timu bora kwa sababu ni bingwa nchi. Inawezekana Simba naye akitambua hilo, ushindi ni lazima. Lazima kabisa. Neno lako kwa mashabiki wa Simba hii leo? Wafurahi kwa sababu gani? Kabla ya mchezo unatakiwa ufurahie kile kilichotokea, lakini usifurahi ukapitiliza ukasahau kwamba naona mchezo.
Furahi zaidi kabla ya matokeo, usifurahi mwanzo wa matokeo. Kijana amefurahia baada ya majirani zao Yanga kufungwa. Ni sahihi kufurahi kwao na siwezi kushangaa kwa nini wamefurahi. Ni muda wao kufurahi, lakini wasijisahau na wao mto ule ambao una mamba wengi ulimzamisha ndugu yao. Wasisahau kwamba na mto huo kwa sasa hivi uko mbele yao na mamba ni wale wale. Naam. Mtazamaji, huyu ni Emmanuel Patrick au maarufu Sepani, mtu bingwa kabisa na mtaalamu wa soka. Kumbuka ameangazia vizuri michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo leo itaendelea. Simba wana Tanzania wenzetu wanaiwakilisha nchi huko kimataifa wakiwa Eswatini, ambapo watakabiliana na Singizeni kwenye uwanja wa Samhoro National Stadium majira ya saa 10 kamili za jioni. Zaidi ya yote endelea kuifuatilia Simkwai TV, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kucomment pamoja na kushare ili watu wengi wafikiwe na habari hii. Kumbuka sisi tunazungumza michezo zaidi kwa ukweli na uhakika, lakini kubwa zaidi ni na uthibitisho pamoja na data mbalimbali.